Ni shangwe na vigeregele na ndelemo kweli kweli katika ibada hii ya shukrani za askofu, ambapo ameifanya hapa katika usharika wa kanisa kuu la Kiinjili la Kilutheri Tanzania kwa maana ya Dayosisi ya Iringa. Sasa baada ya furaha hizo zote, natamani sasa tuweze kufanya mahojiano machache kuhusiana na sadaka hii, na tupo na wadau mbalimbali wakiwemo watumishi wa Mungu. Mtumishi wa Mungu, Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe sana. Amina. Nifahamu jina lako tafadhali? Naitwa mchungaji mwandamizi Abeli Musa Mtanga. Sawa, mchungaji mstaafu. Bila shaka kwenye tukio kama hili wewe umejifunza nini, lakini pia unawaambia nini watu wengine? Kwa kweli nimejifunza kwamba Mungu anatenda mambo makuu sana mengi. Kwa kweli ni muhimu ukakumbuka na wewe ukarudi ukaangalia alikutendea Mungu, umshukuru. Sawa, kipekee kabisa shukrani hii imefanyika mwanzoni mwa mwaka 2026. Kwako wewe ina maana gani, na pengine unawaambia watu nini wengine pengine hawajawiwa bado kumshukuru Mungu? Kwa kweli kipekee kwamba sababu ni mwanzo wa mwaka wa 2026, ningependa hata washirika wote wa Dayosisi ya Iringa waendeleze kufanya hivyo kwa miezi ya kwanza kabla ya mwezi wa 6. Niko na watumishi wengine hapa, yeye atakuja kama kijana, atazungumza yeye kama kijana kwa sababu ndio tunaibukia kwenye huduma, kwa hiyo atazungumza kama kijana. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Bwana Yesu asifiwe sana. Asante. Jina lako nani? Kwa majina naitwa Darren Jackson. Nasari usharika kanisa kuu. Ndio. Sawa, ibada hii imekuwa na aina fulani ya upekee katika maana ya shukrani, ambayo umesema sio tu kwamba tunashukuru siku hii, lakini pia tunaweza tukaendelea kushukuru mara kwa mara. Kwako wewe ina maana gani au inatoa tafsiri gani? Ibada hii imekuwa ni baraka sana na imekuwa tafsiri kubwa kulingana na kipindi tulichopo na majira haya ambayo tunaelekea. Imekuwa baraka, hasa tumefungua mwaka na baba askofu amefanya tuwe na ibada ya pekee ya shukrani ambayo imekuwa baraka sisi kwetu vijana, na tunaendelea kujifunza namna ya ukuaji kiroho na kimwili na kiakili pia. Sawa, askofu amesema kutoa sadaka ni kama vile kujibembeleza kwa Mungu. Wewe umeichukuaje hii kauli? Hiyo ni kauli nzuri ambayo inakufanya wewe mwenyewe uhamasike kwamba kumbe ninapomtolea Mungu ndipo ananisikiliza na pia na mimi nakuwa karibu naye. Ndio. Asante, nikushukuru sana. Lakini pia niko na mtumishi wa Mungu mwingine, yeye ninachofahamu kidogo tu kwamba yupo kwenye timu ya kusifu na kuabudu kama kijana aliyepita. Yeye atazungumza kiundani kwake yeye. Kauli, tuanzie hapo kwenye kauli ya kujibembeleza kwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Bwana asifiwe sana. Amina. Jina lako tafadhali? Jina langu naitwa Shangwe Dani, ni mshirika wa kanisa kuu hapa Cathedral Iringa, na kama alivyosema nipo kwenye timu ya kusifu na kuabudu. Kauli ya kujibembeleza. Kauli ya kujibembeleza ni kauli ambayo kwanza mimi nimeipenda kwa sababu kubwa moja. Tunaposema kujibembeleza tunamaanisha kwamba unapotoa kitu kwa mtu au unapotoa kitu unaporudisha moyo wa shukrani, unajibembeleza kwa Mungu kwamba Mungu, endelea kunipa nafasi nyingine tena, kwamba haijatosha tu vile umefanya hapo kwanza, lakini naomba unipe nafasi nyingine tena. Ni kauli ambayo inaendelea kujenga matumaini na kupatia tumaini kwamba bado iko nafasi nyingine kwa huyo ambaye unampa ile shukrani yako, lakini pia inajenga moyo kwa yule anayepokea ile shukrani kwamba huyu mtu ameona thamani ya kile kitu nilichofanya kwake. Kuna utani unaendelea hasa mitandaoni kwamba watu wa kusifu na kuabudu sio watoaji, na hasa wapiga vyombo pia. Neno moja tu kwa kifupi, sekunde kama 5-10. Ni mtazamo tu wa watu, kwa sababu kutoa kwanza haimaanishi kwamba yupo kwenye kundi fulani, lakini kutoa ni moyo wa mtu kwa yale Mungu amemtendea. Mtu akitendewa ataona sababu ya kutoa. Asante. Mimi naitwa Mesha Kirongo, na nikitoka hapa kwa kweli tunaendelea kuhamasishana kumshukuru Mungu na kumtolea Mungu. Mwaka wetu mzima umeanza kwa shukurani na tutahitimisha kwa shukurani. Asante na kwaheri kwa sasa.